Hii ni Icon TV na mimi ni Elia Msike. Leo tumepata wasaa mzuri wa kutembelea ofisini kwa Sheikh Ponda na tutazungumza mengi sana ambayo yanahusiana na maisha yake binafsi, hali ya nchi kwa ujumla, lakini pia pamoja na mambo mengine mbalimbali. Unadhani kwa nini kwa kipindi hichi vyama vya siasa vinaonekana ni kama vile vimepoteza mvuto? Nini hasa kipo nyuma hili? Kwa kweli lawama kubwa kabisa ni kwa chama tawala na chama tawala na serikali yake. Unajua, wananchi wangependa kuona matokeo, mabadiliko, lakini mabadiliko kutokana na zile juhudi wanazozifanya na yale maamuzi wanayofanya. Wananchi toka tumeingia kwenye mfumo wa vyama vingi wamekuwa wakishiriki katika siasa, na kwa kweli ukipima kwenye dalili au ishara nyingi unahisi kwamba wananchi wanahitaji mabadiliko. Wanahitaji mabadiliko ya serikali, wanahitaji mabadiliko ya hata uongozi wa chama pia wanahitaji mabadiliko. Kwa hivyo unaweza ukenda kwenye mikutano ile ya hadhara ukaona jinsi ambavyo wananchi wengi wanakuwa wanaitikia na kuonyesha kwamba wanafurahishwa na sera za vyama vile vya upinzani. Unaweza ukapima ukahisi kwamba hii ndio fikra ya wananchi, wanataka mabadiliko. Hii unaweza kuiona tokea wakati chama kikuu cha upinzani kilikuwa ni NCCR Mageuzi katika miaka ya nyuma. Ile hali ya mwitikio wa wananchi kwa NCCR ilikuwa ni kubwa sana, lakini ikatokea mabadiliko, chama kikuu cha upinzani kilikuja chama cha CUF, chama cha CUF, na unaweza ukaona kwa muda mrefu jinsi ambavyo wananchi walikuwa wana mwitikio mkubwa sana wa kukubali na kuridhika na zile sera za chama cha CUF. Lakini hata ilipobadilika ikaja kwenye chama cha Demokrasia na Maendeleo, unaweza ukaona vile vile mwelekeo mkubwa wa wananchi katika chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini ajabu ya Mwenyezi Mungu ni kwamba ni pale inapofikia sasa wakati wa kupiga kura, yani wananchi unahisi kabisa kwamba wamepiga kura kwa mtazamo ule walikuwa nao tokea mwanzoni kwenye mchakato wa kisiasa, kwa maana wametoa ridhaa zao kwa vyama vile vilivyokuwepo madaraka, vyama vile ambavyo ni vya upinzani. Lakini matokeo yake ya matokeo unakuja kuta yanakuwa ni kinyume chake, na mabadiliko wanayaona kwa macho yao. Yani mtu anaona kabisa kwamba amepiga kura yake, kampigia mgombea wa chama cha upinzani, lakini aliyotangazwa ni mtu wa chama tawala. Kwa hivyo mara nyingi wamekuwa wakipiga kura, wanachagua, alafu wanaotangazwa ni watu wengine. Wanapiga kura, wanachagua, wanatangaza. Hii discourage, hii imevunja moyo wa wananchi wa Tanzania, sio kwa vyama vya siasa tu, yani kushiriki siasa kwenyewe. Ndio maana unaona mwitikio unakuwa ni mdogo sana katika masuala ya kisiasa, kiasi kwamba inapelekea kwamba tawala zinazoingia madarakani wanakuwa ni watawala ambao wamepata ridhaa ndogo sana wananchi, kwa sababu walokwenda kushiriki kupiga kura wanakuwa ni watu ambao ni wachache sana. Kwa hiyo vyama vimepoteza mvuto kwa sababu ya matokeo wanayaona. Wananchi wanakwenda kupiga kura, lakini kura zao hazileti ile matokeo ambayo wanayatarajia. Kwa hivyo nifika mahala wananchi wanakata tamaa. Kwa hivyo lawama kubwa ni kwa serikali iliyokuwa madarakani na kwa chama tawala. Wao wameharibu siasa, wamekatisha wananchi tamaa, na hii ni jambo baya sana katika demokrasia au mfumo wa vyama vingi au utoaji wa haki.